Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club, ambako inaelezwa kwamba mambo ni mazito kwelikweli kwa kile ambacho kwa sasa kinaendelea. Vuta ni kuvute ambayo ipo ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba. Unaambiwa mambo yanazidi kuwa ni mazito pia kwa kocha Fadlu Davis. Huenda moshi mweusi ukafukuta muda wowote, taarifa kwa umma ikatolewa juu ya hiki ambacho kimeweza kutokea kwenye kikosi cha klabu ya Simba. Unaambiwa kuti kavu ambalo amekalia kocha Fadlu Davis. Nini kimeweza kujili mpaka kocha Fadlu Davis kuweza kubwaga manyanga kunako katika kikosi cha klabu ya Simba? Utakwenda kushuhudia, kwa sababu taarifa kamili ambayo nimekusogezea kwa wakati huu yote niko nayo hapa kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi Simba, kwa kile ambacho wameweza kuwafikia makubaliano ama pande zote mbili juu ya kuendelea kufanya kazi ama kutokufanya kazi kwenye kikosi cha klabu ya Simba. Fadlu kwa nini ameamua kuweza kuchukua maamuzi haya magumu? Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Star Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu alama nyekundu iliyoandikwa hapo na subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Mara baada ya klabu ya Simba kupoteza mataji yake yote katika msimu huu 2024-2025, mashabiki ni kama vile hawauelewi uongozi wa klabu hiyo kipi kinachoendelea kwenye kikosi chao, huku lawama wakizipeleka kwa viongozi wa timu hiyo, hususan walioko ngazi ya juu. Achana kwanza na benchi la ufundi, wanazipeleka kule kwa kina Mangungu, Mo Dewji na wengine ambao wanahusika na kile ambacho kinachofanyika ama maamuzi ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba. Kocha Fadlu Davis jungu kuu linamwangukia kwa sababu yeye ndiyo msimamizi wa timu, huku inaelezwa kwamba yale matakwa ambayo yalikuwa kiweza kupatikana kwenye kikosi cha klabu ya Simba, kocha Fadlu Davis ndiyo kitu ambacho kinachoelezwa kwamba kinachomuondoa kwenye kikosi cha klabu ya Simba. Kocha Fadlu Davis, mara baada ya kupokea kichapo cha bao 2-0 mbele ya klabu ya soka ya Yanga na kuondoka na kombe la taji la ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, kocha Fadlu Davis aliwasifu Yanga, huku akieleza kwamba hali wanayopitia wekundu wa Msimbazi Simba nje ya uwanja ndio imeweza kukwamisha kuweza kufikia malengo ambayo yaliyotakiwa. Wenzetu hawa weupe huwa unafiki hawaupendi, na ndio maana kocha Fadlu Davis aliweza kuweka wazi kwamba mambo ya nje ya uwanja ndio yalopelekea wao kuweza kukosa hata taji moja. Mambo ya nje ya uwanja sasa ndio yapi hayo, ambapo sasa mambo ya nje ya uwanja ambayo Fadlu Davis sio msimamizi ndio hayo yaliyopelekea Simba kuweza kufikia hapa. Ukisema ndani ya uwanja, basi bila shaka lawama zote utazipeleka kwa kocha Fadlu Davis, lakini Fadlu ameweza kuweka wazi kwamba uongozi wa klabu ya Simba ndio sababu ya wao kuweza kukosa kila kitu ndani ya msimu huu. Mambo yanasema ya kwamba duru zinaarifu kwamba kuna uwezekano Simba wakampiga chini kocha Fadlu Davis. Hii inakuja baada ya kutoka Kapa msimu huu. Inaelezwa kuna mvutano mkubwa baina ya viongozi wa Simba juu ya mustakabali wa kocha Fadlu Davis, ambaye nadhani Simba wangezidi kumpa muda kocha Fadlu, lakini inaelezwa kwamba mvutano ambao upo ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba ndio unapelekea hayo yote kuweza kufikia mpaka wakati huu. Unaambiwa mambo yanavyozidi kuwa magumu kwenye kikosi cha klabu ya Simba, mashabiki ndio wanazidi kuweza kuuandama uongozi wa klabu yao, huku ukionyesha ya kwamba kile ambacho kinachoendelea pengine ni mambo ambayo hawakustahili kuweza kuyapitia. Sasa anaandika Farhan Kiamu ambaye ni mchambuzi
kiongozi na shabiki kindakindaki wa klabu ya Simba, yeye anaoji haya maswali kwa uongozi wa klabu ya Simba. Anaandika na nukuu, anasema ya kwamba naifahamu hii timu yangu vyema sana. Hapa inahitaji kama mwezi tu watu wasahau kila kitu, alafu utafika muda wa usajili, itakuwa sherehe kubwa na tafrija na mambo yote ya misingi yatasahaulika mpaka pale timu itakapofanya vibaya tena ndio kelele zitaanza kusikika. Lakini kwa klabu yenye wanachama wa kweli na mashabiki wanapaswa kufahamu maamuzi hayafanyiki mtandaoni, bali kwa katiba ya Simba mkutano mkuu ndio unabeba dira ya klabu. Mnaenda kujadili nini mkutano mkuu? Mnaenda na ajenda gani na kuuliza vitu gani? Ndio jambo la msingi sana. Mfano, nategemea sana mkutano mkuu mwaka huu ujibu maswali ya msingi yafuatayo. 1. Mchakato wa mabadiliko ya uendeshaji wa klabu hii lini utakamilika? 2. Nini kinakwamisha mchakato wa mabadiliko ambapo una miaka zaidi ya 7? 3. Klabu imechukua hatua gani kuhakikisha mkwamo unapata ufumbuzi na upi msimamo wa serikali? 4. Klabu itaanza lini kusajili wanachama wapya tangu mchakato wa wanachama kukwama? Maana inaikosesha klabu mawazo mapya na rasilimali mpya kuelekea Simba mpya na vichwa vipya klabu ni hapo. 5. Mwenyekiti upande wa wanachama kikatiba na kimuundo hawana nguvu. Je, ni kitu mmeridhia? Ni mfumo wa kuridhisha na upande wa wanachama ambao ndio wenye mali, mnalionaje hilo? 6. Mo Dewji anatoa fedha nyingi klabu ni hapo kuhakikisha vitu vinaenda. Hakuna mwenye mashaka na mahaba yake kwa timu hii. Kipi kinakwamisha mpaka leo hii kukamilisha mchakato wake? Mkwamo wa klabu au taasisi uko wapi? Unaona bana, kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa. Andiko la kwanza la Ahmed Ally kuhusu Simba ya sasa, anasema ya kwamba nianze na pole kwa wanasimba kumaliza msimu bila ubingwa katika mashindano tulioshiriki, hususan ni ligi kuu ya NBC. Wanasimba, tuepushe pressure wanazotuaminisha tumefeli kupita kiasi. Ni kweli hatujapata ubingwa, lakini sote ni mashahidi kuwa timu yetu imepiga hatua kubwa sana kulinganisha na miaka ya nyuma, na hilo ndilo lilikuwa lengo letu, kutengeneza timu ya ushindani. Msimu huu tumefanikiwa kucheza fainali ya CAF ambayo tumeshindwa kufanya hivyo kwa miaka 31. Msimu huu ubingwa wa ligi umeamuliwa kwa dakika 45 za kipindi cha pili, mechi ya mwisho, wakati msimu uliopita tulipigana nafasi ya 3. Pointi tulizofikisha msimu huu hatujawahi kufikisha kwa miaka 4 iliyopita. Tulipotoka na tulipo ni tofauti sana. Mwangaza wa mafanikio hauko mbali yetu. Si mara ya kwanza Simba kukaa miaka 4 bila ubingwa. Tushakaa miaka 5 kutoka 2012 hadi 2017, lakini tulijipanga 2018 tukachukua kwa miaka 4 mfululizo. Kupoteza mara 5 mfululizo zidi ya mtani tusifanye tukajizarau. Madrid amepoteza El Clasico 4 zidi ya Barcelona, tena kwa vipigo vikali, lakini katu huwezi kuwaona Madrid wanajitukana. Ni mfano wa kujivuna, lakini lazima tukubali nyakati hizi hutokea kwenye mpira. Pamoja na ukubwa wote, Manchester United wanaenda mwaka wa 13 bila ubingwa. Sitaki kutoa mfano kwa Arsenal. Mifano hii itupe taswira kuwa hatupo peke yetu kwenye mapito ya namna hii, na hata hawa wanaocheka sasa yapo magumu waliopitia. Ombi langu wana Simba, tuwape nafasi viongozi wetu wafanye tathmini, na baada ya hapo watupe mwongozo tunaendaje mbele kuipambania Simba yetu. Heshima yetu itarudi kwa kushikamana na kusimama kwa pamoja kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa. Mambo pengine yanavozidi kwenda ndio yanavozidi kuweza kutoa taswira ya kile kinachoendelea huku. Inaeleza kwamba Mangungu ndio anazidi kuweza kuchochewa moto kutokana na kile kinachoendelea kwa sasa. Mambo yanakuwa ni mengi juu ya mijadala ya Mangungu kuweza kutakiwa kuondoka kwenye kikosi chao. Anaandika hapa, nazungumzia Mwinyi Kadoguda, mwenyekiti wa zamani wa klabu ya soka ya Simba Sport Club. Anasema kwamba anasema kwamba kufungwa na Yanga mara 5 mfululizo sio sababu ya kujiuzuru. Kushindwa kutoa ubingwa mara 4 mfululizo sio sababu ya kujiuzuru.
basi ni ajabu sana. Kama kufungwa mara 5 mfululizo na Yanga si sababu ya kujiuzuru, basi hayo ni maajabu sana. Hapa anamjibu Mangungu ambaye alisema kwamba kama kuna mtu na sababu ya yeye kujiuzuru katika nafasi hiyo, basi azilete, yeye yuko tayari kuweza kujiuzuru. Sasa mwenye Kaduguda akamuuliza kwamba kufungwa mara 5 mfululizo na Yanga, hiyo sio sababu ya kujiuzuru, ama kupoteza ubingwa mara 4 sio sababu ya kujiuzuru? Kwa hiyo Mangungu anataka sababu gani ili aweze kujiuzuru? Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na hiki ambacho kinachoendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya Simba. Mambo ni mazito, mambo yanahitaji muda kuweza kutoa majibu ya